Ningependa kusikia neno lako, unamzungumziaje hayati Kardinali Pengo? Hayati Kardinali Pengo ni mzee wetu kwanza ambaye tumeishi naye vizuri katika kipindi chake chote, na hata kipindi mimi nimeingia katika uongozi wa juu katika baraza kama mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, tuliendelea kushirikiana vizuri na tulikuwa tukiweza kuzungumza masuala yenye maslahi na nchi, na alikuwa ni mshauri pia wa mambo mbalimbali, na ilikuwa ni mtu mkarimu mzuri. Ukizungumza naye una neno na faida ambayo utakuwa unaipata kutoka kwake. Kwa hiyo tunaweza tukasema tumeondokewa na mtu muhimu sana katika nchi, lakini mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapa ulimwenguni ni mahala pa kupita tu, sio mahali pa kukaa, na ndio maana kila kilichopo lazima kitaondoka, na wametangulia kuondoka mitume ambao wana haki ya kubaki kuliko sisi. Kwa hiyo mzee wetu Kardinali Pengo ni mtu anamkubali mtu wa aina yoyote kukaa naye, wa dini nyingine, mtu wa sampuli nyingine, mtu mnyonge, mtu asiokuwa na fakiri, maskini, mtu asiokuwa na uwezo. Yeye alikuwa anakaa na watu wa sampuli nyingine. Hii ni sifa yake kubwa aliyokuwa nayo, na alikuwa ni mtu kama kuna jambo zito anajaribu kuliweka sawa na kulituliza. Kwa kweli haya ni masikitiko, si ya Wakristo peke yake, bali ni ya taifa zima la Watanzania kwa ujumla. Labda wewe utamkumbuka kwa tukio gani binafsi wewe na yeye ambalo mmewahi kukutana na ukasema hili nitamkumbuka daima? Kuna mambo mengine huwezi kuyaeleza katika media kama hivi, ni baina ya yeye na mimi, lakini kuna mambo ambayo utaona tumekaa vizuri. Kwa mfano, mara moja nilipokuwa anaapishwa rais kule uwanja wa Taifa, nadhani ilikuwa Dr. Magufuli, ilikuwa ni mimi na yeye kipindi kile tulikuwepo pamoja katika eneo lile, lakini ilikuwa kama nataka kwenda kujitengeneza mahala, anamtoa bodyguard wake ndio ananisindikiza, na anakaa mpaka nikitoka ananirudisha yule bodyguard mpaka pale nilipokuwa nimekaa, ambapo ni yeye na mimi, kiti chake kulia na mimi kushoto, tumekaa pamoja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kila ukivuta utaona kwamba unamuona jinsi alivyokuwa mkarimu, na kwa kweli tumefelewa, na sisi tunaweza tukamkumbuka kwa mengi ambayo hatuwezi kuyazungumza pamoja na nyinyi hapa waandishi wa habari, lakini kwenye wakati uliokuwa mpana na wasaa tunaweza tukazungumza zaidi kuliko hivi. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.